Wakati mwingine ndoa yenu haihitaji mshauri. Ndoa yenu haihitaji muite wazazi wa pande zote mbili ili waje kutatua migogoro mlionayo. Migogoro iliyopo katika ndoa yenu mnaweza kuitatua nyinyi wenyewe. Kwa nyinyi wenyewe kuamua kukaa chini na kubadilisha tabia zenu. Kwa sababu wakati mwingine nyinyi mnashindana, mnagombana, mnalumbana, migogoro inakuwa mikubwa kwa sababu ya mtu mmoja kukataa kubadilika katika tabia zake. Kuna mmoja wenu hapo ameng'ang'ania kubaki na tabia mbaya. Mwingine anataka mwenzie ampokee akiwa na tabia hizo hizo. Na kwa vile huyu mwingine hawezi kubeba tabia mbaya za mwenzie, ndio imekuwa ikileta migogoro ndani ya ndoa. Kuna mwingine hamuelewi mwenzie kwa sababu kuna vitu anavyo vya siri. Samahani kwa kusema hiki, lakini naomba niseme tu ukweli. Baadhi ya wanandoa, acheni kutoka nje ya ndoa zenu. Hivyo ndio vitu vinaleta migogoro ndani ya ndoa. Ndiyo, partner wako hajui kama wewe unatoka nje ya ndoa, lakini mtu unayelala naye huko nje anakuvuruga, unachanganyikiwa. Kuna vitu vingine natakiwa uviangalie kwa udogo, lakini wewe unaona kama ni vikubwa, kiasi kwamba vinaanzisha migogoro. Kuna vitu vilikuwa viko kawaida, kuna vitu vya kibinadamu, una complain kwa ukubwa sana kwa sababu huyo mtu uliyekuwa ukikutana naye huko nje anakudanganya, anajifanya yeye ni malaika. Huyo mwanaume unayekutana naye huko nje anajifanya yeye ni zaidi ya mume wako, anajifanya yeye anajua kukea, anajifanya yeye anajua kujali. Huyo mwanaume anayekubembeleza anajifanya yuko romantic, ndo anasababisha umuone mumeo ni fala. Uone mumeo hayuko romantic, uone mume wako hajui hiki. Huyo mwanamke ambaye umekuwa ukilala naye huko nje ndio anakufanya unaanza kumuonea uvivu mkeo. Hisia juu ya mkeo zinaanza kuisha, humuelewi mkeo. Vitu vidogo kuhusu mkeo una complain, unajitenga na mkeo. Umekuwa ni mtu ambaye unatafutiza maugomvi ili kujitenga mbali na mkeo. Baadhi ya wanandoa mnahitaji kutatua hiyo migogoro nyinyi wenyewe kwa kubadilisha tabia na mienendo yenu. Mume wako anagombana sana na wewe hutaki kubadilika kwa sababu kuna mtu anavuruga akili yako. Hicho kimwanaume ambacho unawasiliana nacho kwa siri kwenye simu yako ndio kinaleta shida kwenye ndoa yako. Hicho kimwanaume ambacho kinakutumia message kila mara kuonyesha kinajali kuliko mume wako ndio kinakufanya uone mume wako hayuko romantic, mume wako hakujali, mume wako hafanyi nini. Hicho kimwanaume kinakusahaulisha wewe kuangalia thamani ya vitu vikubwa ambavyo mume wako anafanya. Mume wako anafanya vitu vikubwa zaidi ya kuwa romantic, anahudumia familia, anapambania uchumi wa familia. Unajua mume wako ni jinsi gani yuko busy na utafutaji. Lakini kuna hicho kitapeli kimoja kimekaa huko, kazi yake ni kukutumia message mchana, unachanganyikiwa, unasema huyu mwanaume anajali kuliko mume wangu. Hicho kimwanamke kaka ambacho kiko huko nje, kazi yake kukutumia message, baby za kazi, umeshindeje, umekula, umefanya nini? Hicho kimwanamke kinachojifanya kinakea sana, hakuna anachokitafuta kwako, anataka pesa zako. Wewe ni ajira kwake, ndio maana atafanya kila kitu kukufanya wewe ujione uko comfortable na uendelee kutoa pesa na kumhudumia huyo mwanamke. Imefika kipindi unatoa mpaka pesa zako, unaenda kumnunulia huyo mwanamke kiwanja, unamjengea huyo mwanamke nyumba. Umeshaanza kumuona huyo mwanamke ni wa maana sana kuliko mke wako. Mke wako ukimwangalia humuelewi, unashindwa kumuelewa. Kuna baadhi ya vitu ni tabia ndogo ndogo, lakini wewe una complain kwa ukubwa kwa sababu huyo mtu unayelala naye huko nje anakuaminisha kwamba yeye ni malaika, kwamba kuna mtu ambaye hawezi kuwa na kasoro. Kwa hiyo unapoona mke wako ana kasoro, hata kama ilikuwa ni kasoro ndogo ndogo za kuhesabia na kuona huu ni ubinadamu, unachukulia kuwa kubwa. Ndio maana migogoro kwenye ndoa yenu inakuwa mikubwa. Baadhi ya wanandoa, shida kwenye ndoa zenu zinatokana na nyinyi wenyewe kukataa kubadilika katika tabia zenu. Mtakaa, mtaita wazazi, mtafanya nini, lakini mwisho wa siku nyinyi wawili ndio walengwa wa kutengeneza ndoa yenu. Wewe unataka mke wako akukubali ukiwa msaliti. Ufanye usaliti, uwe unaongea na simu ndani, ufanye chochote unachojisikia na mke wako akae kimya. Na mke wako hawezi kukubali. Ndio maana mmekuwa mkigombana kwa vitu kama hivi. Ukiamua tu kuachana na hayo mambo, ukaacha usaliti, ukaacha kulala na wanawake wengine, ukaamua kutulia na ndoa yako, ukaamua kunyoka, hiyo migogoro haitokuwepo. Mtanisamee kwa kuambia hiki, lakini huu ni ukweli. Baadhi ya ndoa za watu wengine zinaleta shida kwa sababu ya tabia ambazo mnazo nyinyi wenyewe ndani kwa ndani. Kuna mtu hataki kubadilisha tabia yake. Wewe mwanamke umeanza kumdharau mumeo kwa sababu kuna rafiki anakushauri vibaya. Nyuma yako kuna mama yako anayekushauri vibaya kuhusu ndoa yako.
Kuna hicho kimwanaume kazi yake kukutumia meseji, kukupigia, kinakufanya unamwona mume wako sio wa maana. Sasa hivi ushaanza kumwambia mumeo sina hisia na wewe. Hisia umezipeleka wapi? Tukikuuliza mume wako alikufanyia vitu gani, unaanza kutusimulia vitu vya miaka 5 iliyopita. Kwa sasa hivi mume wako alishajirekebisha, mnaishi vizuri, hutaki, unaanza kukumbushia mambo ya nyuma sana. Kutaka ionekane hisia umezipoteza kwa sababu kuna kitu fulani. Lakini kumbe wewe unajua umepoteza hisia kwa sababu kuna mtu mwingine unamruhusu kuchezea mwili wako. Baadhi ya migogoro kwenye ndoa itaisha baada ya kila mtu kuacha kutoa mwili wake kwa mtu mwingine. Jinsia yoyote ile, mtu yeyote yule akiacha kutoa mwili kwa mtu mwingine, hiyo ndio itakuwa nafasi ya mtu kutulia na ndoa yako. Baadhi ya wanaume mnaona kama kukaa na mwanamke mmoja ni jambo la ajabu, lakini ni kwa sababu tu mmeendekeza kutaka kuangalia wanawake wengine. Lakini siku ukakubali kurudi, ukatulia, ukaanza kumwangalia mke wako, mkaanza kuishi vizuri, utagundua uaminifu umerejea ndani ya familia, mnaanza kusikilizana, heshima inaanza kupanda, upendo unaanza kupanda, hakuna hisia ambazo zinaleta mazoea kati yenu. Wewe mwanamke, mwanaume wako anakaa na wewe peke yako, hana mambo mengi, anakuheshimu, anafanya kila kitu, amenyoka, ametulia. Wewe unaanzisha migogoro ndani ya nyumba, amani haipo. Mume anajaribu kukuprove yeye ni mwaminifu, wewe unajaribu kumfuatilia kwamba kuna kitu unaficha. Mwanaume anajitahidi kuonyesha uaminifu wake, lakini huridhiki, bado unampeleleza mwanaume, unamchimbua mwanaume. Ndio maana mwanaume amefika wakati ameamua kuanza kuwa msaliti, kwa sababu anaona hata afanye nini bado huridhiki. Mume wako anataka kutulia na wewe, lakini wewe una kiburi, huna heshima, humzingatii mumeo, mbinafsi, huna usikivu kwa mumeo. Mwisho wa siku mwanaume mwingine kwa kuwa ana uchovu wa kukaa na wewe, akapiga kelele, kuongea na wewe sana kunamchosha, anaamua kutafuta mahusiano mengine. Kwa hiyo hivi vitu vinategemeana kwenye ndoa. Nyinyi wawili mnaweza kukaa mkakubaliana. Wewe mwanamke, kuna watu wako huko ambao wanakudanganya, wanakushauri vibaya. Wewe tangia umekuwa na kazi unajifanya wewe ni mwanamke mpambanaji sana, ndio maana kwenye ndoa yako kuna migogoro. Mume wako hajabadilika, mume wako hana mchepuko, na hata wewe pengine ndio ukampeleka kufanya hayo kwa sababu ubize umezidi. Baada ya mumeo kukufungulia kazi, sasa hivi imekuwa majuto tena kwake. Hamsikilizani tena, hufuatishi amri zake, vitu asivyovipenda unafanya. Akikwambia wahi kurudi nyumbani hutaki, unataka sasa wewe uwe kama mwanaume. Wewe ni mpambanaji, nina biashara zangu, nina nini. Nafasi yako ya umama umeitelekeza, nafasi yako ya mke umeitelekeza. Hiyo ndiyo sababu mnagombana, hiyo ndiyo sababu kuna migogoro mikubwa. Nyinyi hakuna kitu cha maana kinachotaka kuachanisha zaidi ya nyinyi wenyewe kuamua kukaa chini na kufanyia kazi tabia zenu. Wewe mwanamke, mume wako ataacha kuwa na mambo mengi siku ambayo wewe utaanza kuwa kama mke wake. Kuna baadhi ya wanandoa mnaishi kila mtu na maisha yake ndani ya ndoa zenu. Hakuna mtu anampangia mwenzie, hakuna mtu anamwekea mipaka mwenzie, hakuna mtu anamwekea mikakati mwenzie, hakuna mtu anayemdiscipline mwenzie. Kila mtu ameota mabawa, kila mtu ameota mapembe, anafanya kile anachojisikia. Ndoa yako haiwezi kutulia kwa sababu wewe hutaki kuwa mke yule ambaye mume wako anatamani awe. Hutaki. Mwanaume, mke wako sasa hivi ameacha kukuheshimu kwa sababu wewe mwenyewe unaendekeza ngono. Unapenda kulalalala ovyo na vimwanamke huko nje, utaheshimika vipi? Unatembea na mabinti wa kazi, unatembea na majirani, unatongoza mpaka mashemeji zako. Hiyo heshima utaitoa wapi? Wapi unakotaka mke atoe heshima hiyo ya kukupa wewe? Mimi nawaambia tu kweli, mtanisamee kwa hili. Baadhi ya wanandoa, migogoro inayoendelea kwenye ndoa zenu ni kwa sababu ya nyinyi wenyewe na tabia zenu, kila mtu kung'ang'ania tabia alionayo. Mume wako anakwambia ukweli, wewe unasema huyu mume wangu anagubu, wakati kitu anachokwambia kipo, ndivyo anavyotamani mke wake uwe. Unakataa kuwa mke ambaye mume wako anamtaka awe. Matokeo yake mume anaenda kutafuta huyo mke kwa mwanamke mwingine. Mume wako anakwambia mke wangu sitaki uvae hiki, ni simple. Unang'ang'ania kuvaa, unavaa kwa ajili ya nani? Mume wako amekwambia mke wangu mimi nataka ujitande, mke wangu mimi nataka uvae hivi, mke wangu mimi napenda uvae suruali, mke wangu mimi sipendi uvae suruali, mke wangu mimi sipendi uvae nguo ndefu, mke wangu mimi napenda vaa nguo ndefu. Fanya kile mwenzako anapenda.
Yeye ndo anavutiwa na wanawake wa namna hiyo. Ukiona mwanaume wako anasimamia kuangalia hata muonekano wako, yeye anapenda mwanamke wa namna hiyo. Hutaki na wewe una sheria zako. Mimi mwanaume wa kunipangia mavazi hapana. Nisivae suruali kwa nini? Nisivae sketi kwa nini? Nisivae gauni ndefu kwa nini? Au nisivae gauni fupi kwa nini? Kila mwanaume ana vipaumbele vyake. Mwanaume anapooa mke anakuwa anataka mke wake awe namna fulani. Sasa umeanza kukataa kuwa mke wake, matokeo yake mume wako anaanza kumtafuta mke kwa mwanamke mwingine, anamtafuta mke wake kwa mwanamke mwingine. Na usiombe huyo mwanamke mwingine akawa anamsikiliza mume wako, mambo yanakuwa magumu. Kwa hiyo hivi vitu vinategemeana. Wakati mwingine tatizo sio mumeo, tatizo ni wewe. Wewe ndo unayeanzisha hiyo tabia ya mumeo kwanza kutafuta wanawake wengine. Na wakati mwingine ni wewe mwanaume una hulka ya uhuni, kutaka kila sketi utembee nayo. Ndio maana wewe na mke wako hamuelewani. Ndio maana mke wako hakusikilizi. Ndio maana mke wako anakuwa mbinafsi. Ndio maana mke wako anaanza kuwa na vitu vyake vya siri, kwa sababu hauaminiki. Sio mtu wa kuaminika, unashindwa kudhibiti hisia zako za matamanio. Mimi nawaambia ukweli, yani ndoa ni simple sana pale kila mtu anapochagua kusimama kwenye nafasi yake kikamilifu. Mimi mke nimeolewa, mume wangu hapendi kitu 1 2 3, nikaamua kuishi humo. Mume naye ameamua kunipangia mikakati, mimi mke nimefuata, na yeye anaishi kama mimi nilivyo. Shida inaanzia pale ambapo mwanaume anataka mwanamke ampokee na tabia zake alizonazo. Shida inaanzia pale ambapo wewe mwanamke unataka mume wako awe anakuchukulia sio mkamilifu. Yaani kuna vitu hutaki kunyoka kabisa. Hapana, hakuna mkamilifu, hakuna alionyoka 100%. Ndio maana ndoa yako inaleta migogoro. Mume wako akikwambia mke wangu hapa una shida, hujawahi kukubali kosa. Mume wako akianza kukusema mke wangu umekosea, badala ya kusikiliza unaanza kulia. Ndio maana mume wako sasa hivi ameacha kuongea na wewe, haongei na wewe chochote. Akifika na kuangalia na kuacha ufanye unachotaka. Na matokeo yake mume wako ameshahamisha hisia ziko kwa mtu mwingine. Wewe unapokuja kujua kwamba mumeo ana mtu mwingine, unaanza kutuambia sisi mume wako ni mzinifu. Kumbe wewe ndo ulianzisha kutokuwa msikivu kwa mume wako. Mwanaume, kuna wewe ambaye na wewe huna sababu, ni tabia zako tu za uzinifu, unaanza kuwa mzinifu, unamwambia mke wako fanya unachotaka, sijui nini. Unaleta wanaume wako kwenye vitu ambavyo havina msingi. Matokeo yake mke wako anaanza kung'ang'ania kuvunja ndoa, unaanza kusumbua watu, wasafiri kuja kutatua migogoro. Starehe za dakika 10, dakika 5 zisisababishe mvuruge familia. Mnapoanzisha familia, maana yake mmekomaa kiakili wote, kila mtu awe anajua ni nini anafanya. Kila mtu awe anajua nafasi yake inataka awe vipi. Wewe ni baba, wewe ni kiongozi wa familia yako. Onyesha uongozi wa familia yako. Onyesha wewe ni kiongozi bora. Onyesha wewe ni mwanaume uliyenyooka, huna changamoto. Usianze kuonyesha uzinifu kwa mke wako afu unataka mke wako akuheshimu. Mwanamke, usiwe sababu ya mwanaume wako kwanza kutafuta mke kwa mwanamke mwingine. Hivi vitu kwenye ndoa vinategemeana, na ndio maana nimeamua kukiongea hiki kwa usawa kabisa, kwamba baadhi ya watu ndo wanaoanzisha migogoro kwenye ndoa zao kwa kukataa kubadilisha tabia zao na mienendo yao. Huyo mtu ambaye unalala naye huko nje kaka, anataka tu pesa zako. Kwa hiyo atakufanyia manipulation, atakuonyesha yeye ni mwanamke wa maana kuliko familia yako. Mwisho wa siku unajikuta unasumbua tu familia yako, hata watu waje wakae wakuulize wewe kinachokufanya unahangaika na huyo mwanamke ni nini? Jibu huna. Mwanamke, wewe umsikilizi mume wako, wewe hutaki kuwa mke kwa mume wako. Mume wako anapoanza kutafuta mwanamke mwingine ili amtafute mke anayemtaka kwa yule mwanamke akampata, matokeo yanakuwa mabaya. Kwenye vikao vikija vya familia unaanza kutuambia mume wako ni muhuni mbwa, lakini sio kweli. Mume wako ameenda kutafuta mke kwa mwanamke mwingine kwa sababu kwako wewe amekosa, haoni yule mke aliyekuwa anamtaka. Hivi vitu vinategemeana. Kwa hiyo tunapolaumu wanaume kuwa wasaliti, tusisahau na sisi wanawake tusiwe vichocheo vya wanaume kwenda kuwa wasaliti. Na wewe mwanaume, sio kwa sababu wewe ni mwanaume uwe msaliti bila sababu. Ishi na mke wako vile anaishi na wewe. Kama unaona wewe na mke wako mna nafasi ya kukaa vizuri, mkaelewana, maisha yenu yakaenda pasipo kugombana, amani ipo, ukirudi kwenye nyumba yako una furaha, unapata amani, maisha yanaenda vizuri, tulia. Usianzishe usaliti, utaleta migogoro kwenye familia. Yeyote kati yenu anaweza kuleta migogoro kwenye familia. Ndoa hainaga cha nani anaongoza kuvunja. Kiuhalisia kila ndoa inajitegemea. Baadhi ya wanawake mnaanzisha vimazoea na wanaume wengine wanaanza kujiprove wao ni wanaume bora kuliko waume zenu, mnaanza kuongea kauli za ovyo kwa waume zenu. Mimi sina hisia na wewe, mimi sijui nini.
Unapata nguvu ya kumshtaki mume wako, mimi huyu mume wangu hanifikishi. Wapi ambako ufiki? Huyu mume wangu mimi simuelewi, maumbile yake sijui nini. Hayo makubwa uliyaona wapi? Ndio maana mnaleta shida kwenye ndoa zenu. Mimi yule mwanaume ananifariji sana, yani yuko so romantic. Ujinga na upumbavu. Mwanaume ana maneno chungu mzima, lakini hawezi kubeba familia, hawezi kusimama kwenye nafasi ya mume wako. Leo hii unamsumbua kwa sababu ya hicho kimwanaume. Hicho kimwanaume kinakudanganya, kimesha kutapeli kiakili, unadai talaka kwa mume wako bila sababu. Ndoa yenu itatulia kila mtu atakapoamua kusimama kwenye nafasi yake kikamilifu. Kila mtu atakapotambua nafasi ya mwenzake kwenye maisha yake. Mwanamke utakapojua kwamba mume wangu akinioa ana haki ya kuchagua mimi niwe mke wa namna gani kwake na nikaamua kutii, utayaona tu maisha yanakuwa mepesi. Wanaume ni watu simple, hawana shida kabisa ukiamua kuwa mke hasa anayemtaka. Lakini na wewe mwanaume, kama una tabia zako tu hizo za uhuni, hebu acha. Kama umepata mwanamke ambaye anaweza kukaa kama mke wako, vitu vingine achana navyo. Ni nini unatafuta huko kwa wanawake wengine? Kama hauna sababu za msingi, unafanya nini huko kwa wanawake wengine? Wanawake nao ni watu wazuri tu, sio kwamba wanawake wote ni wabaya. Baadhi ya wanandoa mnagombana kwa sababu nyinyi wanaume mnakuwa na matatizo. Vimeseji havikauki. Kila siku anakuona na viashiria vya usaliti. Hueleweki, hujatulia. Huna amani na simu yako, unatapatapa, ukirudi nyumbani unaongea na simu za ovyo, mara ujifungie chooni uongee na simu. Wewe ndo unaleta migogoro. Mke wako yuko vizuri kabisa. Inafika kipindi mke wako anaacha hadi kukusikiliza. Mke wako hakuheshimu tena. Dharau inaingia. Migogoro ikianza, mimi mke wangu anisikilizi, mimi mke wangu amebadilika, mimi mke wangu aniheshimu. Lakini unakuta na wewe ndo ulikuwa chanzo. Kwa wewe kupenda kutembea na kila mwanamke huko, kaleta migogoro kwenye familia yako. Baadhi ya watu, baadhi ya wanandoa, badilikeni. Mwanamke, mume wako akisema hiki kitu mimi sipendi mke wangu, achana nacho. Mimi napenda mke wangu awe mwanamke wa hivi. Kubali kuwa mke kwa mume wako. Mnawasababisha waume zenu kutapatapa, kutafuta wanawake kwa wanawake, kutafuta mke kwa wanawake wengine. Mwisho wa siku huko nje tu anaenda kwa matapeli, kwa sababu wanawake wa nje nao sasa hivi ni njaa tu zinawasumbua. Usione mwanamke anakupapalikia huko, kaka yangu, ni pesa tu anataka. Hako ka 10,000 kako, hako ka 20,000 ndo anako kawinda na yeye. Hayo ndio maisha yake yalipoishia, na yeye anakula kupitia wewe. Mtanisamee, lakini wakati mwingine tuambizane ukweli hata kama ni mchungu. Baadhi ya watu mnahitaji kubadilika nyinyi ili ndoa zenu zitulie, kwa sababu ndoa sio tatizo. Tatizo ni tabia zenu. Hiyo migogoro inatokana na tabia zenu, kila mtu kushikilia msimamo wa tabia alizonazo. We mwanamke unataka uendelee kuwa kama unavyojisikia, kisha useme mimi ni binadamu sijakamilika. Mwanaume unataka mke wako akupokee ulivyo hivyo. Kama wewe ni msaliti, kama wewe hutulii, unatongoza wanawake wengine ovyo, unamdhalilisha, akubali tu kama ulivyo. Hakuna ndoa ya namna hiyo. Mtaleta migogoro tu. Mtake mstake. Wewe mwanamke ukikataa kuwa mke kwa mume wako, kaa ukijua unakaribisha madhara kwenye ndoa yako. Mwisho wa siku mwanaume wako ataenda kutafuta mke kwa wanawake wengine. Hapo ndio shida inaanzia. Kwa hiyo tuache kulaumiana. Hivi vitu vinategemeana, vinakaa hivi. Ndio maana nimesema baadhi ya watu nyinyi ndio mnahitaji kubadilika. Hamuhitaji mshauri, hamuhitaji therapisti, hamuhitaji kuwaita wazazi wa pande zote mbili ili wamalize migogoro mlionayo. Ni nyinyi wenyewe tu kuchagua kukaa na kuambizana ukweli. Kila mtu kukubali makosa yake na kila mtu kuamua hapa sasa nitabadilika. Kuna wanaume wanaishi na wake zao tu na hawana mambo ya usaliti. Walishaoa, wamemaliza, wao kazi yao ni kupambania sasa hivi uchumi. Na wanasonga mbele na wanainuka kweli kweli kwenye familia zao. Mshika mawili, moja umponyoka. Kama hutaki kutulia na familia yako, unataka uwe una mambo mengine huko nje, lazima tu kuna kimoja kitakuponyoka. Familia itaanza kusumbua. Hao watu mnaokutana nao huko wataanza kuleta migogoro. Wewe mwanamke umeacha kufocus kumjua mume wako alivyo, kuridhika na mume wako anachokileta ukashukuru, mume wako anahudumia familia na nini. Unaamua kuwa na kimwanaume cha kukuchatisha kiko romantic. Kazi yake ni kukutumia message asubuhi, mchana na jioni. Ndio maana unasumbua. Ndio maana unaomba taraka ovyo. Ndio maana mkiachika huko mnaanza kurudi mnasumbua, kwa sababu mlifanya maamuzi kwa kukurupuka. Mlifikiria starehe za mwili, lakini hamkufikiria maisha yangu nitaendesha vipi?
Hukuwa unachagua mtu anayeweza kuendesha maisha yako, ulikuwa unachagua mtu anayeendesha moyo wako, anayeendesha hisia zako. Mwisho wa siku unafika huko nje unaona siwezi kucontrol haya maisha. Unaanza kusumbua. Nawaambia ukweli, baadhi ya wanandoa mnahitaji kubadilisha tabia zenu nyinyi wenyewe. Mkeo sio mkorofi wala mumeo sio mkorofi. Mkae nyinyi muangalie hayo mambo mmefikishana hapo kwa ajili gani. Msianze kusumbua wazazi. Migogoro mingine mnaimaliza nyinyi wenyewe kwa kila mtu kuamua kukaa chini mkaangalia kasoro, madhaifu, kwa nini tumefikishana hapa, na kila mtu akubali uhalisia. Wewe mwanaume ulikuwa msaliti, mke wangu mimi nilianzisha usaliti. Wewe mwanamke ulikuwa umsikilizi mumeo, matokeo yake mumeo akaanza kuwa muuni. Kubali kilichotokea. Kilichotokea natakiwa ukubali ili ubadilike, maisha mengine yaendelee. Migogoro inayoendelea kwenye ndoa za watu wengi ni kwa sababu baadhi ya watu hawataki kukaa kwenye nafasi zao, hawataki kukubali changamoto zao, hawataki kukubali madhaifu yao. Ndio maana inakuwa migogoro mikubwa, na hakuna mtu yeyote atakayekuja kutatua migogoro ya namna hiyo pasipo nyinyi wenyewe kufanya maamuzi ya kumaliza hicho kilichopo katika ndoa yenu.